Hivi kweli mnamzingatia huyu kocha wa klabu ya Young Africans Manqoba Mng'eti kila anapokuelekea kwenye mchezo wake? Huu nimekuwa ni mchezo wake wa 3 wa kiushindani katika ligi kuu ya NBC. Mchezo wa pili wa ligi kuu, lakini mchezo wa 3 kwake kwa ushindani. Amekuwa akitaja madhaifu na uimara wa mpinzani anayoenda kucheza na unazingatiwa. Siku ya jana aliweza kuyatoa madhaifu na ubora wa klabu ya Coastal Union ambaye atakuwa na mchezo wake leo majira ya saa 12:30 katika uwanja wa KMC Complex. Lakini mwalimu Fikirini Arias alipoulizwa, yeye alitaja tu kwa mpango wake, wamejipanga vizuri kucheza na Young Africans, wanaofahamu ubora wao na wanajua ni timu ya aina gani, lakini wao wamejipanga kucheza vizuri. Akazungumza mchezaji wa klabu ya Coastal Union na amejipangaje, lakini pasina kumsahau Hussein Masalanga naye alizungumza kuelekea mchezo huo utakaochezwa majira ya saa 12:30. Na sisi asubuhi hii kwenye meza ya uchambuzi tumekuja kuzungumzia mchezo huu utakuwa ni mchezo wa aina gani, lakini tukukumbushe kuwa itakapotimu saa 12:30 tutakuwa live kuletea matangazo ya mchezo huo. Bakari Kasim, kwema? Kwema kabisa. Habari ya asubuhi? Nasemaga alhamdulillah, Mwenyezi Mungu ni mwema. Leo tena kwenye meza ya uchambuzi ndani ya Data Sports kwa ajili ya kutoa kilichokuwa bora kuliko jana. Tuwape tu taarifa njema. Wakati tunamshukuru Mwenyezi Mungu, unaweza kumpa mtu taarifa njema kunako Bat Quality. Unazungumzaje Bat Quality? Bat Quality hawa ni wauzaji wa mabati bora kabisa na ya kisasa pia. So mabati na ya kisasa pia. Ambapo kuna bati za mgongo mpana na mgongo mdogo, ambapo pia kuna material ya chenga na vigae. Kwa kwamba ukifika Bat Quality pia wanakupa na ushauri wa kitaalamu kwamba kulingana na nyumba ambayo umepanga kujenga au chochote, aidha hostel au duka, bwana unahitaji bati la aina fulani, aidha mgongo mpana au mdogo, au hapa tukupela vigae la chenga. Lakini pia hawakuachi hivyo. Wanakupa na misumari bure, hautoza hata shilingi 100 kwenye misumari. Wakati ambao unafikiria juu ya ofa hizo, wanakupa ofa babu kubwa. Unajua Dar es Salaam usafiri umekuwa shida sana. Sasa wao wanakuhakikishia unapata free delivery mpaka sehemu ambayo unahitaji hivyo vitu vifike. Kwa hiyo tukisema Bat Quality hawakupi tu mabati, wanakuuzia ubora wa bidhaa, wanakupa na nafasi ya reduce cost, kwa maana ni affordable price, cheap na quality ya juu sana. Na pia nisisahau Hassan Saddam warranty ya miaka 10. Tunamaliza hapo. Hiyo ni kampuni bora ya Kitanzania mabati inayopatikana nchini Tanzania. Wasiliana na namba zinapitishwa hapo chini. Bakari Kasim, tuanze kumzungumza kocha wa klabu ya Young Africans Manqoba Mng'eti. Huyo mwalimu amekuwa anawashangaza watu kila anapokuelekea kwenye mechi ya ligi kuu. Hii ni mechi yake ya pili, lakini ni mechi yake ya 3 ya ushindani. Alisema alipokuwa anaelekea kucheza mchezo wa dabi ya ufunguzi wa ligi kuu dhidi ya Simba, alizungumzia vizuri Steve Barker, akataja kikosi cha Simba, akakielezea vizuri. Mechi ya pili alikuwa anaenda kucheza na Namungo, Namungo Football Club. Akakaa kama mnazungumza madhaifu ya Namungo, akazungumzia ubora wa Namungo. Kile kitu kimejirudia tena siku ya jana kwenye mkutano wa waandishi wa habari. Wakati anaenda mchezo wake wa leo, alimzungumza vizuri mwalimu Fikiria Arias, akizungumza ubora, udhaifu wake, akasema amemtazama kwenye michezo 3 ya mwisho, na akazungumza mpaka nyota ambaye wameondoka hapa, alimtaja uwepo wa Bakari Msimu aliyejiunga na klabu ya Simba, lakini akazungumza uhatari wa Coastal Union, akimzungumza uwepo wa Shiza Ramadhani Kichuya, mmoja mchezaji ambaye ni mkongwe. Tuanze na hii kauli ya mwalimu Manqoba Mng'eti, ya kocha wa Young Africans mwalimu Manqoba Mng'eti, kwamba lazima tulitaje kitaalam zaidi hilo jina, na sisi Data Sport tunasema kwamba no bla bla, kwa maana tunakuja kuwapa kile kilichokuwa bora zaidi. Ya kuhusu kocha wa Young Africans nilishazungumza kabla nini ambacho wanakitumia kwenye kuziendea hizo mechi. Nikasema kwamba kuna football economy, kuna football science, football administrative, yani football imegawanyika katika sehemu nyingi sana. Na kila sehemu imekuwa na wataalamu wake wengi. Sasa anachokifanya kocha wa Young Africans mwalimu Manqoba Mng'eti, tunasema kwamba ile ni football science, lakini kwenye category tunasema kwamba ni SWOT analysis, kwa maana ni SWOT. Hizi zote ni silaha kwenda kumfungua mpinzani wako, kwamba huyu anaanza kukufunga nje ya uwanja kabla mjaingia uwanjani. Sasa nikija kwenye SWOT analysis, maana yake ile S ina stand kama strengths, maana yake kwamba anatoa uimara wa mpinzani upo wapi. Yaani kwenye press conference anakupa uimara wako, wakati ambao unakaa jua uimara wako inakuja W, maana yake ni weakness, anakupa pia na udhaifu wako. Kwa hiyo unashangaa kwamba kwenye press conference kashakupa uimara wako, kashakupa udhaifu wako. Wakati unajiuliza hivyo, pia inakuja kitu kinaitwa opportunity. Ile opportunity kwamba
Sasa kwenye ile opportunity pale anakuwekea question mark kwamba hakwambii nimeona uimara wako, nimeona udhaifu wako, mimi naingia vipi kuja kushambulia hiyo nafasi. Anakuacha question mark, wewe ubaki kwamba ushindwe kumtabiri yeye anakuja vipi. Alafu anakuja kumalizia kwenye ile team, maana kumalizia neno sote maana yake ni threat, maana yake anakuachia tishio kwamba sasa kashakupa uimara, kashakupa udhaifu, hajakupa opportunity kwa mimi sasa kuja kushambulia vipi kwenye udhaifu wako na jina vipi na uimara wako. Kwa ni kama anakuachia threat, tishio kwamba unakuwa huwezi kumtabiri kwamba huyu sasa atakuja na lengo gani. Kwa kitaalamu tunasema ni SWOT analysis. Sasa hii hapa ina faida kwake kwa maana gani? Unakuta Bafikiri Elias kashaandaa kikosi chake tayari siku moja kabla mchezo, alafu kwenye press conference unamsikia bwana Mangoba Ngeti anachambua udhaifu wako, anachambua imara wako. Kwa kama kuna game plan ulikuwa umeiandaa huko nyuma, automatic itabidi ubadilishe mbinu. Bwana huyu mtu tayari kashatujua. Kwa lazima to change direction. Tuje na mpango ambao labda kama kumsurprise. Sasa pale unapobadilika kwamba siku moja kabla ya mechi ni masaa machache sana kwa mebakia, inawezekana kwenye kuimplement mbinu mpya ukaenda kwa confuse player wako kwamba tayari ushapa mbinu hii hapa, mbinu hii afu inabidi wabadilishe. Au kingine kwamba ile kibinadamu psychological ukishakuwa bwana ukocha mimi kashanisoma tayari, kwa automatic kuna ile pressure ambayo inakuwa inaapia kwenye vichwa vyenu na utataka kwamba kuiovercome na ubadilishe mbinu ili uende confess ukiwa na game plan tofauti. Unaikuta kwamba muda ni mdogo, unataka kufanya vitu vingi kwa muda mmoja. Na kila mchezaji ana ile personality ya kupokea vitu. Inawezekana ushamwambia bwana hapa tunaingia na mpango kazi huu hapa. Siku moja kabla mchezo baada ya kusikia press conference ya kocha Mangoba Ngeti, unataka umbadilishie zile mbinu ambazo umempa. Mchezaji mwingine automatic anakuwa kama unamconfuse. Kwa anachokifanya kocha Yanga ni kwenda kuwaharibu psychological wapinzani wake. Na sana hata leo kwenye maisha tu ya mtaani, labda una misunderstanding na mtu, alafu mtu anakuambia bwana Hasani, mimi wewe nakujua kwanza unapotoka kwenu, najua udhaifu wa familia yenu na mpaka uimara wenu. Alafu akwambia kwamba naweza nikawafanya nini, anakuambia subiri utaona. Yaani automatic unakaa ile pressure kwamba subiri nitaona kwamba huyu jamaa atanifanya nini. Kwa hiyo tunachokitengeneza mwalimu wa Young Africans, umeona alipofanya kwa Steven Baka, akafanya pia kwa Juma Mgunda, na leo kafanya kwa Fikiri Elias, na tutashuhudia sana akivifanya hivi kwa sababu kwamba anajaribu kuanza kushinda mechi kabla mechi haijaanza nje ya mchezo, kwamba unawachanganya watu kwenye game plan yao wakati ambao ilibidi wawaze kuhusu wanakuja vipi kudili na wewe tactical. Cha kwanza inabidi wawaze namna gani ya kujilinda wao tactical, kwa sababu wanajua tayari mpinzani kashawajua na waona huyu hapa. Kwa kwanza wanapaswa wabadilishe mbinu, wajilinde wao, wakati wakifikiria waje kucheza zidi ya wewe tayari unapata muda mzuri sana implement mbinu zako na kuweza wachezaji wako wa understand kila ambacho mwaeleza. Kwa mwalimu wa Yanga ni mbinu ambayo wamekuwa wakitumia sana makocha barani Ulaya, lakini amekuja kuimplement Tanzania kwa mara ya kwanza, na kuna baadhi ya makocha wanaingia mkenge. Tutashuhudia mtu kwa style hii kocha anaweza kazikacha mechi mapema sana. Hiyo ni mbinu ya kocha Mangoba Ngeti aliyotuletea nchini Tanzania. Haikuwahi kuwepo, tukui kusikia mwalimu anaingia kwenye press conference anaanza kututajia madhaifu ya mchezaji mmoja mmoja mpaka kila kitu ndani ya timu, lakini Mangoba Ngeti ametuletea kitu kipya na tunaendelea kukiona. Hii ni mechi yake ya 3 ya ushindani akifanya hivyo. Bakari Kasim amelikufafanulia vizuri, nikiongeza lolote nitaharibu au naweza nikaongeza chumvi kwenye wali. Ushakupika wali, ushakula wali alafu kaweka chumvi, wali ukawa una chumvi nyingi, si kama wa China ndio tunapopenda. Si ukiweka chumvi nyingi unaharibu. Hilo lilikuwa ni kwa upande wa kocha club ya Young Africans Mangoba Ngeti na anachokizungumza kuelekea mchezo. Lakini tuwatazame Coastal Union ambao wamefanya baadhi ya sajili, wakiwa na sajili 6 msimu huu, baadhi ya nyota wengine ambao wameondoka, lakini uwepo wa Mabad, uwepo wa Shiza Ramadhani Kichuya, uwepo wa Faridi Musa, kuna chatu unaweza kuleta kwenye mchezo wa hii leo. Bakari Kasim dhidi ya Young Africans ambaye bingwa mara 5 mfululizo, bingwa kihistoria, bingwa mtetezi wa ligi kuu ya NBC Bakari Kasim. Na bila kuwasahau Coastal Union pia nao ni mabingwa wa ligi kuu mwaka 1988 kutoka barabara 11 pale mkoani Tanga. Ndugu zangu wao wenyeji wa Tanga wanasema waje leo ondoka leo. Sasa ukija kwa Coastal Union, niliwatazama mechi ya kwanza dhidi ya Dodoma Jiji, walipoteza pale Mkwakwani kwa bao 1-0. Na ile mechi mtu kama Mabad Maulid alianzia bench, Faridi Musa Maliki hakucheza, na naelewa kwa sababu hakuwa na ile fitness ya uhakika kupata ile game time wakati upo Yanga. Kwa ni kama simu na ile start, yani inatakiwa ianze upe ili agere momentum ya timu. Hata mchezo wa leo
sitoshangaa kutomuona kikosini. Kwa sababu najua kwamba kuna zile sessions za individual ndio amekuwa akizifanya hivi sasa. Shiza Ramazan Kichuya, yani huyu Shiza Ramazan Kichuya kiachilia timu kama Kosti, yeye mwenyewe binafsi huwa anakuwa na mchezo mzuri sana kama kukutana na Yanga toka akiwa Simba, JKT Tanzania na Coastal Union. Wanakuja kucheza na mpinzani mgumu kama Yanga. Na ukienda kwenye historical licha kwenye current head to head, Yanga kashinda michezo yote 5 consecutive. Miongoni mwa timu ambazo zinaisumbua Dar es Salaam Young Africans, moja wapo ni wana Mangush Coastal Union, wagosi wa kaya. Hawajawahi kuwa na game rahisi wanapocheza na Yanga, na haijawahi kuwa mechi rahisi wanapocheza na Yanga, kwa sababu miongoni mwa timu ambazo hazipendi unyonge mbele ya timu za Kariakoo, moja wapo ni Coastal Union. Huyu Coast tulimshuhudia akimpeleka Yanga kwenye dakika 90 za nyongeza kwenye finali ya Azam Sport Federation Cup. Kama unakumbuka hat-trick ya Abdul Suleiman Sopu pale mkoani Arusha kwenye uwanja wa Karatu kule. So kwenye mechi ya leo anakuja kwamba unahitaji kuanza ligi na mguu mzuri. Umepoteza game ya kwanza nyumbani, unaenda away. Ukipoteza automatic kwenye mechi mbili umedondosha alama 6, unaenda kushika mkia kwenye NBC Premier League. Automatic kuna pressure inatoka kutoka kwa wanachama wao, kwa sababu Coast ni miongoni mwa klabu ambazo zina wanachama, mmoja wapo ni Coastal Union. Kwa hiyo kocha mmoja anajua kwamba licha kwa ni legend wa klabu ya Coastal Union nimecheza hapa, lakini sitokuwa salama enough kama nitapoteza mchezo dhidi ya Yanga. Na Yanga pia mpinzani wake wa karibu Simba ana alama 6, yupo juu. Kwa hiyo naye na kocha wa Yanga kuna pressure ambayo anaanza kupelekwa tangia msimu unaanza, kwamba game ya kwanza ya nyumbani mashabiki wana demand alama 3. Hakuna namna yote ambao mashabiki watakuelewa kwamba umepoteza alama 3 zidi mpinzani kama Coast, atumuandaleti Coast, lakini mashabiki hakuna namna ambavyo watamuelewa kocha wa Yanga. Maana unapoteza alama 3 mwanzoni kabisa mwa ligi. Kwa hiyo ni mechi ambayo Coast anahitaji kuregain momentum yake ili away sare au ushindi. Yanga anahitaji kuanza kufungua na ushindi kwenye uwanja wake wa nyumbani kwenye msimu wa 26-27. Na kitu kingine ni kwamba Coast wamepoteza wachezaji wao muhimu kwenye maeneo mengi sana. Msimu uliopita walikuwa na Bakari Msimu, licha kwa kijana lakini alikuwa ndo nguzo wa Coastal Union. Alikuwa anacheza vizuri sana kwenye maeneo ya pembeni yale. Walikuwa na Lucas Kikote Almeida ambaye sidhani kama ameendelea kuwepo. Aliondoka. Walikuwa na Thomas Ulimwengu, sikumuona. Muona kuna baadhi ya nyota zile experience player wameondoka. Ingawa uwepo wa Triple G, Grayson, Gerald, Gwalala kwenye eneo la kiungo inaweza ikawa na potential na matokeo mazuri kwa upande wa Coast. Lakini haitoshi, unabato zidi ya Yanga ambayo kwenye kiungo wana Mudathili Yahya, basi wana Casemiro, wana nyota kama Duke Abuya. Ingawa kwenye mpira chochote kinawezekana. Mimi kwa nilivyoitazama Coast na ninavyoona Yanga Africans leo, namna pekee ya Coast kukiepuka kikombe cha Yanga, itabidi wakimbie mara 3 wanavyokimbia Yanga. Itabidi wawe active uwanjani mara 3 walivyokuwa active Yanga. Itabidi wazibe space mara 3 kwa namna wanavyoziba Yanga. Shinda second ball, shinda mapambano yako ya juu na chini ya uwanja. Kimbia zaidi kama nilivyosema, kuwa active muda wote uwanjani. Epuka makosa madogo madogo ambayo yanaweza kusababisha kwa advantage Yanga Africans. Na kingine ni kwamba tunasema kwamba yani leo inabidi muda mwingi sana wawe na ile kwamba uvumilivu kwa dakika zote 90 zidi ya Yanga. Kama utavumilia 15 za kwanza, ukishindwa kuvumilia 15 za mwisho, inakuwa haina maana. Kwa maana Yanga kitu ambacho wanafanya, hakuna namna ambayo watakuja watakaa nyuma. Ni timu ambayo inatangia dakika kwanza mpaka 90 watakuwa wanasukuma mashambulizi tu kupitia possession football, direct football, yani kwamba wao muda wote kwamba ni kushambulia. Kinachobadilika ni style tu kwamba ni kushambulia. Kwa Coast itakuwa ni kama timu ya pili kiwanjani. Timu ambayo itasubiri kufanya reaction baada ya Yanga kufanya action. Kuna wachezaji wapo ambao wanahimili vizuri, lakini kadri mechi inavyozidi kwenda mbele wanakuwa wanapoteza ustahimilivu wao, wanakuwa wanafanya makosa mengi ya kinizamu katika kwenye kuzuia. Unakuta wanapiga mipira ovyo, wanaipoteza mipira, wanafanya makosa ovyo, wanafungua space mwa kwanza aliziba, inakuwa kwamba Yanga wanapenetrate wanaenda kwa kuandika bao. Kwa Coast leo watakuwa dakika 90 ndefu sana na nzito sana, lakini chochote kinawezekana kama watakuja na discipline. Na mjua mwalimu Fikiri Elias, mwalimu ambaye amekuwa na mahesabu mazuri sana zidi ya hizo timu za Kariakoo. Kwa hiyo nadhani kama Coast wakifanya vitu kwa usahihi na huku wachezaji wake wakiwa na siku 2 ofisini, tunaweza tukashuhudia mechi nzuri sana kwenye dimba la KMC. Mwalimu bado hana kikosi kwa haraka, nani aanze kikosi cha Young Africans ambao tunatarajia hii leo mwalimu wa klabu ya Young Africans aanze nacho kwa haraka. First 11 ya Yanga kwa Mankoba ukimtazama unaiona kabisa. Jigidi Ala golini, kwa Satola yao upande wa kulia, pembeni unamwona Sharda Kisaka Sakaboka, kati 4 na 5 unamwona Bakari Dondo Mwamietu na Ibrahim Hamad Abdullah Baka. 6 na namba 8 wake
Mudathir Yahya basi au Casemiro anaweza kaanza hapo akicheza na Duke Abuya. Max Nzengeli pia anakuepo kwenye eneo hilo. Maana yake inakuwa ile triangle. Wawili chini mmoja juu, ambapo timu ikiwa inashambulia wawili juu mmoja chini. Kwenye winga zake Albert Kangwanda, Hassan Zokani, kwenye namba 9 Peter Shalulile Shashaman. Unamwona kama nimemsahau nani hapo? Umemsahau namba 9 mmoja na kaka Ibrahim Shekatule. Huyo alikuwa ni Bakari Kasim akizungumza kwa kina Coastal Union, lakini hii ni ya kwanza, bado tuna ya pili kabla ya mechi. Dakika chache kabla ya mechi tutakuwa live kuletea uchambuzi huu kwa kina zaidi, lakini tutakuletea matangazo ya mchezo huu. Ikumbuke mchezo wa kwanza wa Coastal Union alipoteza nyumbani kwao akifungwa goli moja bila. Hii leo tena na kibarua kingine mbele ya Young Africans, ambaye Young Africans aliibuka na ushindi kule Lindi katika uwanja wa Majaliwa Stadium akimfunga Namungo FC. Hii leo kutakuwa kuna nini? Ni swala la kusubiri. Kumbuka mechi itakuwa live. Mimi ni Hassan Saddam, nilikuwa naye Bakari Kasim, nyuma ya kamera si mwingine ni Al Paco. Tukutane panapo majaliwa. Bye bye.